Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji wangu, basi tuendelee katika kipindi chetu, kipindi ambacho kilikuwa kimepita. Tulikuwa tunawekana sawa na mimi nisingependa kurudi, lakini sasa ninaanza kufundisha kwa habari ya kazi za Roho Mtakatifu, japokuwa tutakuja kuweka kipengele kingine cha kazi ya Roho Mtakatifu kwa watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nimesema fungua kitabu chako na usome maandiko yalivyoandikwa katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14 aya ya 15 mpaka 18. Neno la Mungu linasema hivi: mkinipenda mtashika amri zangu, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana akaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Ukisoma Injili ya Yohana hiyo 16:7 anasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Tunataka tujifunze kazi nyingi. Tutakuwa tunajifunza takriban kwa kipindi kimoja kazi 10 za Roho Mtakatifu, kazi 10 za Roho Mtakatifu, na tutakuwa tunaziweka kama mafungu. Tutakapokuwa tunaanza kazi ya kwanza mpaka ya 10 kipindi kimoja, tunaanza ya 11 mpaka 20 kipindi cha pili, na kuendelea. Naomba uwe na Biblia yako, uwe na karatasi na peni ama kitabu chako, tuweze kwenda pamoja. Kazi ya kwanza ya Roho Mtakatifu ni kuongoza. Roho Mtakatifu anaongoza. Ninaweza nikajumlisha hapo nikapiga 2 kwa 1 kwamba Roho Mtakatifu anaongoza na kuelekeza. Soma kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 8 aya ya 29. Lakini sana ninaipenda, soma tena kitabu cha hicho cha Matendo ya Mitume 8:29. Ni mstari mama ambao ninautumia kwamba Roho Mtakatifu anaongoza na kutuelekeza. Lakini pia soma Warumi Warumi 8 aya ya 14. Alafu nenda kasome Injili ya Marko 1:12, soma Injili ya Luka 2:27 na 4:1. Utaenda pale utagundua kwamba kazi mojawapo ya Roho Mtakatifu ni kuongoza na kuelekeza. Mtu ambaye anaongoza tunasema kwamba pia anaweza akawa anaelekeza kwa ajili ya jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi ya pili ya Roho Mtakatifu ni anazungumza ndani yetu. Roho Mtakatifu anasema ndani yetu. Fungua kitabu cha Waebrania 3:7. Ninaamini sasa kwamba ninazungumza na Wakristo ambao wamekomaa. Kwa hiyo ukiona nataja namba ya kwanza ni mlango, ukiona nataja namba ya pili ni aya. Nitumie neno hilo. Kwa hiyo ukiona nataja 3:7 maana yake ni mlango ama sura ya 3 aya ya 7. Lakini pia nitakupa maandiko mengine. Soma Injili ya Mathayo 10:20 na kitabu cha Matendo 1:6, 2:4, 13:2, kwamba Roho Mtakatifu anazungumza ndani yetu. Kazi ya ngapi? Ya pili. Lakini pia kazi ya tatu ni kutupa uwezo. Unaweza ukawa uwezo kwenye mambo tofauti na kazi tofauti, lakini uwezo huo tunaupata kwa kuwa Roho Mtakatifu yuko ndani yetu, kama ambavyo Biblia imetueleza na Yesu Kristo mwenyewe ametushuhudia katika maandiko yake kwamba Roho Mtakatifu naye atakuwa ndani ya nani? Ndani yetu, nasi tutamtambua kwa sababu sisi ni wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba anatupa uwezo wa nini? Katika mambo tofauti. Soma Injili ya Mathayo 12:28. Namba 4, Roho Mtakatifu ndiye anayetupa nguvu. Nguvu na uweza. Uweza ni wa Mungu, uwezo ni wa mwanadamu, lakini sisi tunapata kuwa na nguvu hiyo ya uweza kwa sababu Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huyu ndiye anayeachilia nguvu na uweza ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini yeye ndio anayetutia mafuta ama kutupaka mafuta. Kwa sababu hii pia ni kazi ya upakaji. Kama wewe nikikwambia chukua mafuta mpake mtoto, chukua mafuta fanya nini?
kichwa namna hiyo kwamba ile ni kazi. Kwa hiyo huyu ndiye anayetutia mafuta. Soma kitabu cha Matendo ya Mitume 10:38 na Injili ya Luka 4:18. Lakini kazi ya 6, yeye ndiyo anayechunguza mambo ya kina ya Mungu. Tumesema moja ya majina ya Roho Mtakatifu anafahamika kama roho ya hekima, lakini sio roho ya hekima tu ya kibinadamu, bali hekima inayozungumzwa hapa ni Sofia, ujuzi wa mambo mengi. Roho Mtakatifu anao ujuzi wa mambo mengi, na hapa tunasema yeye ndio anayechunguza mambo ya Mungu kwa kina, ama mambo ya kina ya Mungu. Soma kitabu kama kilivyoandikwa na Paulo, Injili ama waraka wa kwanza, sio Injili, waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorinto 2:8. Ni muhimu sana kuweza kujua mambo kama hayo. Lakini namba 7, Roho Mtakatifu anahuisha. Kitu kinapokoma kuishi huwa lazima kuwe na nguvu ambayo inaweza ika boost kile kitu kurudi kwenye hali yake ya uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kazi hii pia anaifanya nani? Roho Mtakatifu katika miili yetu, iwe katika ulimwengu wa kimwili ama katika ulimwengu wa kiroho, kwa sababu yeye ndio anayetusaidia. Yeye ndio anayetupa hizo nguvu, ndio anayetupa uweza. Kwa hiyo kwa namna nyingine, namba 7, Roho Mtakatifu ndiye anayehuisha. Anayehuisha. Bwana Yesu asifiwe. Kasome kitabu kilivyoandikwa na Paulo, kile kitabu cha Warumi. Soma mlango wa 8 aya ya 13. Kazi nyingine ya 8 ya Roho Mtakatifu ni kutupa maono na mafunuo juu ya jambo fulani. Mungu anaweza akaweka kitu fulani, ono fulani ndani yako, lakini Mungu huyo kupitia Roho Mtakatifu akapambanua lile jambo. Kule kupambanua anakupa mafunuo, na ndio maana hapa pana matatizo mengi sana. Mungu aliponya watu kwa namna tofauti tofauti. Yesu Kristo, ukisoma namna alivyotumika ile miaka yake 3 na kidogo ya kazi yake, aliponya watu, lakini aliponya kwa namna tofauti, kwa sababu kulikuwa na maono ama kitu fulani kwa ajili ya mtu fulani, lakini kulikuwa na mafunuo juu ya jambo lile lile kwa yule mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wakati mwingine Yesu alihitaji kukaa chini na kuuliza kwamba mambo haya yamekuaje, historia ya familia ikoje, ili kwamba Roho wa Mungu aweze kumpa mafunuo juu ya jambo lile. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye anayeleta maono na mafunuo. Ukisoma waraka wa kwanza wa Korinto, wa Paulo kwa Wakorinto 2:10, kasome na 12, lakini pia soma Waefeso, kasome Waefeso 1:17 mpaka 19, lakini pia soma Waefeso hiyo 3:5. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia soma Injili kama ilivyoandikwa na Luka 2:25. Lakini kazi ya 9 ya Roho Mtakatifu ni kufunua kile ambacho tumepewa na Mungu. Kuna mambo ambayo tumepewa na Mungu, yamkini na wewe hujui, lakini mwenye uwezo wa kukuambia na kuweka msukumo ndani yako juu ya jambo fulani kwa ajili ya kazi fulani ya Mungu ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio anayeweka msukumo ndani yako, na wakati mwingine kama uko vizuri unaweza ukasikia kwamba Roho Mtakatifu anazungumza ndani yako kwa habari ya jambo fulani. Kwa hiyo soma pia waraka wa Paulo kwa Wakorinto, ule waraka wa kwanza mlango wa 2 aya ya 12. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kazi ya 10 na ya mwisho kwa leo katika kipindi hiki ambacho tunajifunza sasa hivi, tunasema Roho Mtakatifu anaosha, anatakasa, anasafisha na kuhalalisha. Yako mafundisho mengi pale, lakini Roho Mtakatifu ndio anayeosha. Roho Mtakatifu ndio anayetuosha kwa damu ya Yesu Kristo. Tumeoshwa kwa damu yake ya thamani, lakini Roho Mtakatifu ndio anayetuosha. Roho Mtakatifu ndio anayetakasa. Roho Mtakatifu ndio anayesafisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Soma kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorinto 6:11. Soma kitabu hicho 1:2. Soma kitabu hicho 1:22. Lakini unaweza ukasoma pia waraka wa pili wa Paulo
kwa Wathesalonike 2:13, lakini sogea mbele pia unaweza ukasoma kitabu cha Warumi 15:16. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo takribani sasa tumeanza leo, tumegusa walau kazi 10 za Roho Mtakatifu, na kipindi kitakachofuata tutaanza sababu tena, tutaanza kazi ya Roho Mtakatifu ya 11 mpaka ya 20. Tutaendelea mpaka tutakapoona mahali fulani tumefika kwamba walau tumegusa kwa idadi fulani ya wingi kazi za Roho Mtakatifu anazozifanya sasa hivi. Na kazi hizi tutakuja kujifunza, nimeeleza namna zilivyokuwa zikionekana katika majira na nyakati tofauti, namna ambavyo Roho Mtakatifu alifanya kazi kabla ya Pentekoste, namna ambavyo Roho Mtakatifu anafanya kazi kwa sasa katika kanisa, lakini katika ile miaka ya 1000 ya utawala wa Yesu Kristo. Lakini tutajifunza pia kazi ambazo Roho Mtakatifu anazifanya kwa watakatifu. Tutajifunza mifano ambayo Biblia inataka kumuonesha ama kumpambanua Roho Mtakatifu. Lakini tutakuja kumalizia na kipindi ambacho kinaelezea namna watu walivyompokea Roho Mtakatifu katika makundi makubwa manne. Mungu akubariki, nikutakie uwe na jioni njema hapo ulipo. Mungu akakutunza na kukulea. Kama una swali naomba nipigie 0784 662210. Kama una kitu cha kunishauri pia karibu kwa namba hiyo hiyo. Kama unatamani kuzungumza nami kwa njia ya barua basi niandikie kwa anwani ya posta 1024. Mungu akubariki, tukutane katika kipindi kinachofuata. Amina.